Bwana Yesu asifiwe. Rafiki mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa Theology TV, tunakukaribisha kwenye kipindi kimongozo wa kujifunza Biblia lesson ya shule ya Sabato kinachopeperushwa kwenye Theology TV, na tuko kwenye robo ya pili mwaka 2025 inayotufunza jinsi ya kusoma na kuelewa nabii wa Biblia. Na leo ni siku ya Sabato. Somo ambalo tunalianza kwenye juma hii ni somo la 10 linalozungumzia tuliofikiwa na miisho. Tuliofikiwa na miisho ndio somo letu ambalo tunakuja kujifunza katika juma hii. Somo hili linatosha chimbuko lake kwenye Ufunuo 6:12-17, Mathayo 14:36 hadi 14, Mwanzo 6:1-8, Petro ya pili 2:4 hadi 11, na Mwanzo 18:17 hadi 32, na Daniel 7:9-10. Asante sana. Fungu la ukariri ni kwenye Wakorintho wa kwanza 10:11 hadi 12. Neno la Mungu linasema hivi, Shadrach: basi mambo haya yaliwapata wao kwa jinsi ya mifano, yakaandikwa ili kutuonyesha sisi tuliofikiriwa na miisho ya zamani. Kwa hiyo anayejidhania kuwa amesimama na angalie asianguke. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, tunazungumzia tuliofikiwa na miisho. Na fungu la ukariri linatuonyesha kwamba kuna mambo ambayo Biblia inayazungumzia. Kuna visa vingi ambavyo Biblia imevitaja ili kwamba vipate kutufunza, ili kwamba mimi na wewe tupate kupata masomo ambayo tunajifunza hapo, kwa sababu imeandikwa ili kwamba ipate kutusaidia. Tunaposoma Biblia ina mifano mingi ambayo tukiifuata inatuonyesha watu wa zamani waliishije na tunaweza kufanya nini ili kwamba tusiingie katika hatari mojelea sawa sawa na wao. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, somo hili litakuja kutubariki sana tena sana, kwa sababu linajaa na mafunzo ambayo tutajifunza kupitia visa vya zamani vinavyotuandaa kwa ujio wa Yesu Kristo na hukumu. Mara kadhaa Yesu alizungumza juu ya mwisho wa ulimwengu wetu ambao tunaishi ndani yake, na alipokuwa akizungumza juu ya mada hii alitoa kama mfano wa nyakati ambazo Mungu alilazimika kuharibu ulimwengu wa zamani na mji wa Sodoma na Gomora, hata wakati wa Nuhu. Kwa hivyo matukio haya mawili ya kihistoria yalikuwa muhimu katika maisha ya wanadamu. Wao ni mfano wazi wa hukumu ya kimungu na onyo juu ya mwisho wa neema ya ukombozi. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, ikiwa Yesu Kristo alitoa mfano kukumbusha wakati wa Nuhu na kukumbusha wakati wa Sodoma na Gomora, sio kwamba watu waliopotea wakati huo hawakujua. Walijua, lakini hawakuamini. Kumbuka, Noa alikuwa amehubiri kwa miaka karibia 112 akiwatangazia watu mvua itanyesha na watu itakuja kuwaharibu wale watakaokataa kuamini, lakini waliokubali wakaokolewa, wengine wakakataa. Na hii inatufunza kitu fulani, kwa sababu karibuni Yesu yuaja. Mahubiri yako yanatolewa siku baada ya siku. Sijui kwa yale mahubiri, je, uko unajiandaa kwa ujio wa Yesu mara ya pili? Karibuni hukumu yake inakuja. Na masomo yale yote, visa vya Noa, visa vya Sodoma na Gomora, vile vyote vimetolewa ili kwamba mimi pamoja na wewe tupate kujiandaa. Kwa hivi kwa majuma kadhaa yajazo tutakuwa tukichunguza masimulizi kadhaa wakadha muhimu ili kuona kile yanachoweza kusema kuhusu matukio kama vile ujio wa pili wa Yesu, hukumu ya upelelezi, pambano la mwisho na zaidi. Na katika haya yote Kristo ndiye kiini, kwa maana ni lazima awe msingi na vile lengo la mwisho la juhudi zetu zote za kiunabii. Na kualika kwenye somo la Jumapili linalozungumzia hasira ya mwana kondoo. Tutazungumzia kuhusu pia hasira ya mwana kondoo. Siku ya Jumatatu tutakuja kuzungumzia uinjilisti wa Nuhu. Siku nyingine ambayo itakuja tutazungumzia kuhusu kisa cha Sodoma na Gomora Jumanne, na tutazungumzia pia Jumatano mhukumu wa ulimwengu wote. Tutakuja kwenye somo ambalo litakuwa ni lile la Alhamis, hukumu ya upelelezi, na Ijumaa tutakuja kwenye kujifunza zaidi. Je, ni kusudi lako ili kwamba ujifunze visa fulani vinavyotokana na watu wa zamani vinavyotuandaa pia kwa ujio wa Yesu mara ya pili? Ikiwa ni kusudi lako, tuombe. Shadrach, funga macho tuombe. Amina. Mungu awabariki. Usikose kusubscribe, like na share.